Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika hii kubwa sana, Dominika ya Utatu Mtakatifu, mwaka C wa Kanisa. Kuna makubwa mengi sana ambayo tunaweza kujifunza katika sherehe hii kubwa katika kanisa. Lakini kikubwa, tunafanya sherehe ya fumbo moja kubwa sana katika kanisa letu. Sherehe hii ya Utatu Mtakatifu, tunafanya tafakari juu ya fumbo hili kubwa la Utatu Mtakatifu. Ndio maana, kwa sababu ni fumbo, wazo letu kuu, mwambie jirani yako, wacha Mungu aitwe Mungu. Wacha Mungu aitwe Mungu. Wacha Mungu aitwe Mungu. Hilo ndio wazo kubwa sana, kwa sababu ukitafakari sana, kuna mambo makubwa sana huwezi kuyaelewa kwa akili za kibinadamu katika fumbo hili. Na ndio maana tunasema wacha Mungu aitwe Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka kitabu cha Mithali, ile sura ya 8 aya 22 mpaka 31. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 5. Na injili ni Injili ya Yohane, ile sura ya 16 aya ya 12 hadi ile ya 15. Ili kuelewa vizuri fumbo hili la Utatu Mtakatifu, naomba nikuanzie kwa simulizi hii ambayo utaweza kuelewa. Siku moja, ndugu mmoja alikuwa akifikiria juu ya ukuu na uwezo wa Mungu katika maisha yake na katika ulimwengu uliokuwa unamzunguka. Alitafakari sana sana sana. Lakini hii ni baada gani? Hii ni kwa sababu baada ya kupanda mbegu ndogo sana, na hii mbegu ilikuwa sio ndogo tu, ilikuwa ni mbegu moja tu ya muhindi ardhini, kisha akaifukia vizuri kabisa. Baada ya miezi mitatu, huyu mtu akaja kuchuma muhindi mzima wenye mbegu zaidi ya 200. Hiki ni kitu ambacho kilinitafakarisha sana sana. Mara nyingi mambo mengi yanaweza kutokea katika safari zetu za maisha, tusitafakari ukuu wa Mungu. Lakini huyo mtu katika mbegu mmoja tu na kuchuma muhindi mzima wenye mbegu zile zile zaidi ya 200 ilimfanya atafakari sana. Kwa sababu aliona shina, aliona mizizi ya muhindi, akaona matawi, na akakumbuka kwamba alipanda mbegu moja tu. Akajiuliza maswali. Ina maana haya yote ninayoyaona, yani huu muhindi mzima na mbegu zake hizi, je, zilikuwa katika kapunje aka ka muhindi ambako nimekapanda? Hakupata jibu. Kisha akaangalia juu, akaangalia mbele, akaangalia chini, akajiangalia mwenyewe, hakupata jibu pia. Akaona kuna makubwa mengi sana yanayomzunguka katika maisha yake ambayo kiuhalisia hana majibu nayo. Akatikisa kichwa yule ndugu, akasema, wacha Mungu aitwe Mungu. Wacha Mungu aitwe Mungu. Ndugu zangu, naomba niwaambie, mara zote katika maisha yetu tuwe watu wa kutafakari sana. Tuwe watu wa kuangalia makuu ya Mungu. Tuwe watu wa kuangalia ukuu wa Mungu katika yale ambayo tunakutana nayo au ambayo yanajitokeza mbele yetu. Tutasema kama huyu, wacha Mungu aitwe Mungu. Huyu mtu aliangalia kipunje kidogo tu cha mbegu. Lakini je, wewe angalia historia yako, ulikotokea, ulipo, unakoelekea na yale ambayo Mungu amekutendea. Hakika utasema wacha Mungu aitwe Mungu. Naomba niwaambie, tukiangalia na tukiwa makini sana, tutatambua maisha yetu ni fumbo kubwa sana. Maisha yetu ni fumbo kubwa sana ambalo ni ngumu sana kulielezea kwa muda mchache au kuelezea jinsi lilivyo kwa upana wake. Maisha yetu ni fumbo. Lakini maisha haya yanapata chanzo chake kutoka wapi? Maisha haya yanapata chanzo chake kutoka katika fumbo moja kubwa ambalo ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Kwa sababu walisema wenyewe, na tufanye mtu kwa mfano na sura yetu.
Sasa kama mtu wewe ni fumbo, je, waliokufanya wewe ambaye ni fumbo watakuwa namna gani? Ni fumbo kubwa zaidi kuliko haka kafumbo kadogo. Ndio maana tunasema wacha Mungu aitwe Mungu. Naomba niwaambie, ili uweze kuelewa vizuri, kabla tuingia katika masomo ambayo tutatafakari vizuri kuelewa, Baba Mtakatifu Francisco, wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro huko Vatikani, hii ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2021, alisema juu ya Utatu Mtakatifu, juu ya fumbo hili ambalo tunalitafakari leo, kuwa fumbo hili linapita uelewa wa binadamu. Mwenyezi Mungu amejifunua mwenyewe kuwa yeye aliye, amejijulisha kuwa mwingi wa huruma na fadhila, mkweli na mwenye upendo. Ila Baba Mtakatifu alisema, ila linabaki ni fumbo lisiloelezeka kwa ukamilifu wake. Mwisho wa kunukuu. Baba Mtakatifu wetu Francisco alisema hicho. Na ndio maana wazo kuu linabaki, wacha Mungu aitwe Mungu. Ndugu zangu, sasa je, wazo hili la wacha Mungu aitwe Mungu linapata misingi yake namna gani katika maandiko matakatifu? Hebu tuangalie masomo yetu vizuri na tafakari namna gani fumbo hili linapata chimbuko lake katika maandiko, lakini namna gani fumbo hili linagusa moja kwa moja maisha yetu sisi kama Wakristo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Mithali, ile sura ya 8 aya ya 22 hadi 31. Kama nilivyosema, ni sehemu ya maandiko matakatifu inayoelezea hekima kama nafsi, kama kitu fulani chenye uhai ambacho kinaongea. Kwa namna nyingine ni kama mtu fulani ambaye anaongea, anazungumza matukio mbalimbali, kuwa alikuwapo kabla ya nyakati na alishiriki katika uumbaji wa ulimwengu. Sasa naomba muelewe hivi, kwa wana wa Israeli hekima ilikuwa ni nini? Kwa wana wa Israeli hekima ilieleweka namna gani, au ilimaanisha kipekee nini? Naomba ujue kwamba moja, hekima kwa wana wa Israeli ilikuwa ni namna ya kujua ulimwengu ulivyo na namna ya kuishi kwa uelewa mkubwa, ili ufurahie ulimwengu na uweze kufurahia maisha unayoishi. Sasa ilitambulikana kuwa hekima ni namna ya kuishi vema katika ulimwengu huu. Na namna gani utaishi vema? Ni kujua sheria au kodi za ulimwengu huu. Ulimwengu wetu umefumbwa katika kodi, katika, naweza nikasema katika nywira, wanaweza kusema au password fulani, ambazo ukizijua tu kwamba pap unaweza ukafungua mambo mengi sana, au ukaishi kwa furaha. Lazima kuna vitu fulani ukivijua tu, taratibu fulani ukizifuata katika ulimwengu unaishi vizuri. Wao waliamini hivyo kabisa, na ni kweli hata sisi watu tunaamini. Ili uweze kufanikiwa katika biashara, kuna kodi fulani ukizipatia tu, kuna password fulani ukizifungua tu au ukizielewa tu, umefanikiwa. Na wao waliamini dunia yetu ina password nyingi katika mafanikio, katika kukua, katika kuelewa vitu vingi. Kuna password tu ukizifuata basi. Na hiyo sasa, kujua password hizo, kujua kodi hizo ni hekima. Inahitaji hekima kubwa sana. Namba 2, walisema nini? Walielewa kwamba hekima ni akili ya kufanya maamuzi sahihi katika mazingira sahihi na muda sahihi. Maamuzi sahihi, mazingira sahihi na muda sahihi au wakati sahihi. Unaweza ukasoma hizi habari vizuri kabisa katika yule mwanamke aliyepangwa, aliyeletwa kwa nabii, kwa mfalme, sio nabii, ni mfalme Daudi, katika kitabu cha 2 cha Samueli, ile sura ya 14 aya ya kwanza hadi ile aya ya 24. Hasa ukisoma ile aya ya 20,
Mwanamke anasema vema kabisa kwamba wewe mfalme una hekima kubwa sana na maamuzi uliyoyafanya ni makubwa sana. Vile vile kuna hadithi ambayo inaweza ikafahamika ili uweze kuelewa namna ya kufanya maamuzi, namna walivyoelewa. Soma habari za Suleimani na wale wanawake wawili walikuwa wanabishania juu ya mtoto. Utaelewa vizuri kabisa alichokifanya Suleimani, ile ni hekima kubwa sana. Kitabu cha kwanza cha Wafalme ile sura ya 4 aya ya 33. Habari za Daudi, kitabu cha pili cha Samueli ile sura ya 14 aya ya kwanza mpaka 24, utasoma habari za hekima. Lakini habari za Suleimani utasoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 4 aya ya 33. Jambo la tatu, hekima ilifahamika kama nini? Wao Wanaisraeli waliamini hivi kwamba wana sanaa, watunzi wa nyimbo, mashairi ni watu wenye hekima. Hawa watu walitambulikana kwa sababu ni watu waliokuwa wanafikiria sana kabla ya kutunga hiki kitu ambacho walikuwa wanakifanya. Kwa hiyo unaweza ukasoma hizo habari katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 35 aya 30 hadi 36, au unaweza ukaenda kabisa hadi ile sura 36 aya ya kwanza, yani Kutoka 35 aya 30 hadi ile sura 36 aya ya kwanza, au unaweza ukasoma kitabu cha kwanza cha Wafalme ile sura ya 4 aya ya 32. Ilieleweka hawa wasanii, watunzi wa mashairi, hawa watu ni watu wenye hekima kwa sababu walikuwa na ufikiri mkubwa sana. Lakini naomba niwaambie kikubwa zaidi ambacho tunakisikia hata katika somo kwamba hekima ni Mungu mwenyewe. Hekima ni nafsi ya Mungu. Yeye sasa anawashirikisha wale watu ambao wanamcha. Yaani hekima ni Mungu mwenyewe, lakini binadamu kwa uchaji wake au kwa ukaribu wake na Mungu anashiriki kidogo hekima ya Mungu. Sio katika ukubwa wake au katika hali zote kwamba yuko sawa na Mungu, hapana, bali anashirikishwa kidogo kila ambacho kinapatikana kwa Mungu huyu aliye au anayemiliki au aliye hekima mwenyewe katika ukubwa wake. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba hekima ni Mungu mwenyewe, ni nafsi ya Mungu, na anamshirikisha mwanadamu anayemcha kwa namna pekee ile. Sasa unaweza ukapata maelezo haya kutoka wapi? Kasome kitabu cha Ayubu ile sura ya 28 aya ya 8, au kitabu cha Mithali ile sura ya 1 aya ya 7. Na ndio hiki sasa tunachokisikia katika somo la leo. Hekima kama nafsi sasa inaongea, hekima kama Mungu mwenyewe anaongea. Ndio hiki tunakisikia kwamba hekima inajua historia ya uumbaji, hekima iliyoshiriki katika uumbaji, hekima iliyokuwepo kabla ya nyakati, hekima iliyokuwa pamoja na wanadamu. Hekima hii sawa. Sasa hii hekima inayozungumziwa katika somo hili ni nani? Huyu mtu anayezungumziwa ambaye anawekwa kama hekima ni nani? Huyu ndiye Kristo mwenyewe, Mungu mwenyewe aliyekuwepo kabla ya kuumbwa ulimwengu, aliyeshiriki katika uumbaji wa ulimwengu, aliyeshiriki katika uumbaji wako, aliyekuwa pamoja na wewe hata kukomboa kwa damu yake ya thamani. Huu ni upendo wa ajabu sana sana, na ndio maana nasema wacha Mungu aitwe Mungu. Huyu aliyekuwepo amejishusha kwa ajili yako kwa upendo mkubwa, kwa unyenyekevu mkubwa. Wacha Mungu aitwe Mungu. Huwezi kuelewa hii, huwezi kuelewa unyenyekevu, upendo, huwezi kuelewa kwa akili yako. Wacha Mungu aitwe Mungu. Ndugu zangu, somo la pili linatoka katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 5. Na huu ndio ukweli ambao tunausikia katika somo hili.
ili la waraka kuwa kwa mateso, kifo na ufufuko wa Kristo tunahesabiwa haki, tunakuwa wana wapendwa wa Mungu. Na ndio hapo Paulo anasisitiza lazima tuwe na amani. Amani yetu, furaha yetu isiwe na mipaka, bali ipate tulizo au ipate misingi yake katika upendo huu, katika fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Na anasisitiza vizuri kuwa katika dhiki, katika njaa, katika kiu, katika magonjwa, katika mitihani yoyote ya maisha, tusisahau fumbo hili kubwa la Utatu Mtakatifu. Katika vita vyovyote vile vya maisha yetu, tusisahau fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Anatuambia tukumbuke kuwa haya yote tunayoyapitia yanatuimarisha. Kisichokuua kinakuimarisha. Wahenga walisema. Kwa hiyo dhiki, adha zozote zile zinatutengenezea moyo wa saburi, baadaye matumaini, na matumaini yetu hawezi kufa tukielewa au tukisimama katika fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Hivyo tusitishwe na yoyote, tusifadhaishwe na chochote, tuwe na moyo, kwa maana Mungu ni Mungu tu. Ndio anasema wacha Mungu aitwe Mungu. Somo la Injili linatoka Injili ile ya Yohane sura ya 16 aya ya 12 mpaka ya 15. Injili inaonyesha jinsi Mungu katika Utatu alivyofanya kazi au anavyofanya kazi. Mungu Baba katika kuumba, Mungu Mwana katika ukombozi, Mungu Roho Mtakatifu katika kututakasa na kutujalia mwanga na uelewa wa ulimwengu huu na kutuongoza katika safari ya kuelekea Yerusalemu mpya. Ndio maana tunabatizwa katika Utatu, tunasali katika Utatu, tunaanza misa katika Utatu, na tutakamilisha yote katika Utatu. Maisha yetu tunaishi tukiwa na uhusiano na Mungu aliye katika nafsi tatu. Tunapofanya sherehe hii ya Utatu Mtakatifu, tusiishie tu katika kuutaja Utatu Mtakatifu, bali lazima kuusadiki na kuishi katika maisha yanayoonyesha ukweli kwamba Mungu yuko ndani yetu, Utatu huu uko ndani yetu, na watu wauone. Wacha Mungu aitwe Mungu. Ili ni fumbo kubwa. Lakini kitu gani kikubwa ambacho tunajifunza katika Utatu Mtakatifu? Kuna mengi hapa. Kuna mengi, lakini naomba tafakari mawazo makuu mawili tu ambayo yatatujenga sisi ambao tunafanya sherehe hii ya Utatu Mtakatifu. Sasa tulete yale tuliyosikia katika maisha. Mwambie jirani yako, maisha ni kupokezana vijiti. Maisha ni kupokezana vijiti. Naomba uelewe hiki ninachotaka kuambia. Ndugu zangu, tukitazama vizuri Utatu Mtakatifu, tunaweza tukasema maisha ni kupokezana vijiti. Yaani, ili jambo liendelee, lazima awepo mwendelezaji. Mungu yupo na sisi siku zote kwa sababu ya hii dhana ya kupokezana vijiti. Nitakueleza. Mungu amejifunua kwetu katika mtindo huu wa kupokezana vijiti. Naomba uelewe. Mwanzoni alijifunua kwetu katika uumbaji. Mwanadamu alipokosa, Mungu alijidhihirisha kama Mwokozi, alijifunua kama Mwokozi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Naye Kristo alipopaa, ametuachia Roho Mtakatifu ili kuendeleza yale ambayo Kristo amekuwa akitufundisha. Tumesikia katika somo la Injili leo. Kristo anasema wazi kuwa Roho Mtakatifu anakuja kuendeleza kile alichokianzisha yeye. Mungu anafanya kazi hata leo katika Utatu Mtakatifu. Tunaongozwa na Roho. Kwa hiyo maisha ni kupokezana vijiti. Naomba niwaambie, imani yetu ni kupokezana vijiti. Naomba uelewe kuwa imani yetu tumeitoa kwa Kristo mwenyewe
ambaye aliwafundisha, kuwaelekeza na kuwalifisha mitume. Mitume walishikilia hata kutoa uhai wao, kumwaga damu yao kwa ajili ya kile ambacho kilisimikwa kwao na Kristo. Wakakifundisha, wakakielezea kwa wazee wetu. Wazee wetu, mababa zetu walishika imani hiyo, wakaishi imani hiyo, wakawa tayari wengine hata kufa kwa ajili ya imani hiyo. Kikubwa ili sisi tuweze kuirithi imani hiyo, wakatupokezea imani hiyo. Naomba niwaambie leo, lazima utambue imani hii ulio nayo lazima uipokeze kwa mtu mwingine, kwa kizazi chako. Maisha ni kupokezana vijiti. Inaumiza sana, inasikitisha sana. Inawezekana tuko hapa kanisani, tunasali, tunaimba, tunaabudu vizuri kabisa, ila vijana wetu, watoto wetu wapo nyumbani wamelala kwa sababu wamechoka. Umetoka nyumbani, unamwacha mtoto uliyembatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ukampa jina la mtakatifu aliyefia hii imani ambayo wewe unaiona ni ya mchezo tu. Ulimbatiza kwa utatu, lakini hautaki kufanya kile ambacho utatu wanakifanya. Mtoto analala tu nyumbani. Ni aibu kubwa sana na ni jambo ambalo linakwaza sana. Maana kama yupo nawe leo hii na amelala, kesho usipokuwapo, kesho ukiondoka, au kesho akiwa mbali na wewe, usije ukajidanganya hata kidogo kwamba hii imani ataendelea kuishikilia. Itakufa tu. Na huyu mtoto, huyu kijana atakuwa wa ajabu sana. Si kwako tu, hata kwa jamii itakayokuwa inamzunguka. Tunatakiwa kuelewa hivyo. Katika fumbo la Utatu Mtakatifu, imani yetu ni ya kupokezana. Lazima tuwapokeze watoto wetu ambao tunakumbuka hata katika adhimisho la sakramenti ya ndoa tuliweka agano hilo la kuwalisisha watoto mila na desturi zilizo njema. Tuliweka agano hilo la kuwalisisha watoto wetu imani hii ambayo ni njema, na tuliwabatiza katika utatu tukiamini kwamba tutaendelea kuwasimamia ili wakue vile vile katika imani hii, katika kuelewa fumbo hili. Inahitaji hekima kubwa sana kuelewa. Inahitaji hekima kubwa sana kujua kwamba imani unayoipanda sasa itakuwa na matokeo chanya baadaye. Ukiichezea sasa hivi, itakuchezea wewe baadaye. Maisha ni kupokezana vijiti. Naomba nieleze kitu kingine hapa ili uweze kuelewa. Tunavyomiliki, tunavyoona ni vya kupokezana. Tunavyomiliki, tunavyoviona au tulivyo navyo ni vya kupokezana. Kati ya jambo linaloumiza sana wazee ni ile hali ya kukaa katika familia na kuangalia nyuma katika watoto au vijana wake, lakini aoni wa kuendeleza mazuri aliyoanzisha. Kama ni biashara, aoni atakaye kuwa mrithi wake. Kama ni mashamba, aoni atakaye kuwa mrithi wake. Ni mateso makubwa sana. Hii ni katika siasa, uchumi, hata nyumbani tu. Mzee unaangalia, mimi nikiondoka leo, ni nani atakaye simama ili yale niliyoyaacha yaweze kusimama hivi au yapige hatua? Kaka mkubwa hawezi kusimamia wadogo zake. Inaumiza sana sana. Dada mkubwa hawezi kusimamia wadogo zake. Hawezi kusimamia yale ambayo umeanzisha. Inaumiza sana. Na ni kweli ni kitu ambacho lazima mzazi usali sana, la uombe sana, ili katika maisha yako at least atokee mmoja ambaye anaweza akasimamia kile unachokifanya. Vinginevyo yale unayoyafanya yatakufa na wewe. Yanawezekana vile vile
yakafa hata kabla wewe hujaondoka katika dunia hii, ukayaona katika uzee wako, itakuumiza sana sana sana. Mungu Baba alifanya, Mungu Mwana akafanya, Roho Mtakatifu anaendeleza. Maisha ni kupokezana vijiti. Anza kufundisha watoto wako, somesha watoto wako katika misingi ile ambayo itakuwa na mwendelezo wa kile ambacho unakitamani, kile chema ambacho unakitamani. Na ndio maana tunafanya sherehe hii, itukumbushe hilo. Na niwaambie vijana ambao mnashauriwa kusoma, mnashauriwa kuingia labda kwenye siasa, kuingia katika biashara, wazazi wanawawazia yaliyo mema sana, kwa sababu wanawategemea, wanawapenda. Ogopeni sana kuwa sababu za kilio na majuto kwao. Nyinyi ni wazazi wa baadaye, ni mapadri wa baadaye, masista wa baadaye, wanasiasa wa baadaye, wafanyabiashara wa baadaye, matajiri wa baadaye. Usije ukatupa kijiti ungali bado kijana. Usifanye mzazi wako akalia peke yake usiku kwa sababu yako. Tambua, maisha ni kupokezana vijiti. Kishike kijiti hicho ambacho mzazi anataka akurithishe, kijiti kilicho chema, ili uweze kuwa msingi katika maisha yake ya baadaye, lakini sio yake bali yako pia ya baadaye. Maisha ni kupokezana vijiti. Wazo la pili na la mwisho ni tazama na uige. Mwambie jirani yako, tazama na uige. Naomba niwaambie, nchi zilizoendelea huwa zinajaribu kuiga. Aliyeumba ndege aliangalia ndege wanavyoruka. Aliyeumba meli alijaribu kuangalia samaki wanavyoelea. Katika kuiga kumekuwa maendeleo makubwa sana. Ndio kweli, mtoto huwa anamuiga baba yake katika kutembea au katika kuvaa. Wakati mwingine unakuta mtoto amevaa kiatu kikubwa, anaiga, anamuiga baba, hata muiga mama, ni namna. Sasa katika Utatu Mtakatifu tunaiga nini? Katika Utatu Mtakatifu tunaiga nini? Moja, tunaiga umoja. Wahenga wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Sherehe ya leo ni mwaliko wa kuimarisha umoja. Umoja na Mungu, umoja na kanisa, umoja na ndugu zetu. Tukitoka leo tujiangalie na tutafakari vema. Je, kazini kwetu kuna umoja? Nyumbani kwetu kuna umoja? Koo zetu zina umoja? Maana koo nyingine zinaunganishwa na matukio tu. Inaweza kawa msiba au harusi, basi. Vinginevyo ndugu hawawasiliani, hawana umoja mpaka matukio yatokee. Kama kuna ufa katika ukoo wote, katika familia, katika kazi, leo ndio wakati sasa wa kuuziba ule ufa. Vinginevyo utajenga ukuta. Naomba niwaombe umoja huu udumu. Ndio maana tunaombea umoja wa makanisa, tunajiombea na sisi wenyewe. Tuwe watu wa moja, familia ziwe na umoja, baba mama na watoto muwe wamoja, mpendane, muwe na umoja. Hicho ni kitu ambacho utakutafakari sana na kuelewa. Nimesema tena, koo hizi, hebu kuangalia, je, mnawasiliana namna gani? Mko wamoja? Kuna grupu hata la WhatsApp linalounganisha wote kwa pamoja? Iga, tazama Utatu na iga umoja huu. Na naomba niwaambie, jambo la pili ambalo tunatakiwa kuliiga, lazima tuige huruma. Yaani mababa wa kanisa wanasema katika Utatu Mtakatifu tunaona uso wa huruma ya Mungu. Baba mwenye huruma, Mwana mwenye huruma, Roho Mtakatifu anatuhurumia pia na kutuongoza vema. Lazima tulielewe hili sana sana. Tuwe watu wa huruma. Watu wengi wanalia, wanateseka kwa sababu hatuna huruma. Tuhurumiane ili tuishi na amani. Jambo la mwisho la kuiga, iga upendo. Utatu Mtakatifu ni fumbo la upendo. Naomba niwaambie ukweli kabisa, katika Utatu Mtakatifu tunaiga upendo.
Na huu upendo toka mwanzo unaonekana. Mwanadamu alipokosa, Mungu alipiga hatua akiuliza, uko wapi? Kitabu cha Mwanzo ile sura 3 aya ya 9. Aliponyoosha mkono wake kuelekea mti wa mauti, Mungu alinyoosha mkono wake kuelekea mti wa uzima, yani msalaba. Akamwekea Roho wake Mtakatifu aweze kumwongoza. Tunasoma vizuri katika upendo. Alisema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminie asipotee. Ni upendo. Injili ya Yohana ile sura 3 aya ya 16. Baba Mtakatifu Francisco anasema, fumbo la Utatu Mtakatifu ni fumbo la upendo, maana Mungu ni upendo, kama ule waraka wa kwanza wa Yohane kwa watu wote sura ya 4 aya 8 na ile aya ya 16. Ndugu zangu katika Kristo, tuwe watu wa upendo, tupendane, tuombeane mema. Upendo ni kitambulisho chetu. Mkipendana, watu watajua ninyi ni wanafunzi wangu. Injili ya Yohane ile sura ya 13 aya 34 mpaka 35. Inashangaza sana kukuta atuigi upendo huu wa kimungu. Unakuta Mkristo aliyebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, lakini ana roho mbaya. Tunasema Roho Mtakatifu, lakini yeye ana roho mbaya. Ndiye yeye ya kwanza kuharibia watu kazi, wa kwanza kusema ovu ya watu, wa kwanza kuharibu ndoa za watu, wa kwanza kuleta vurugu na kuua wengine kwa sababu ya wivu tu. Mungu anatupenda, nasi tupendane. Naomba ndugu zangu, leo katika fumbo hili, ishi ukielewa kwamba Mungu anakupenda. Ishi kwa furaha, Mungu anakupenda. Ishi kwa amani, Mungu anakupenda. Ishi kwa kutazama maisha yako katika fumbo hili, Mungu anakupenda. Usitazame nyuma wala kujiambia maneno ya laana. Mungu anakupenda. Wewe uliyebatizwa kwa jina lake katika Utatu Mtakatifu, Mungu anakupenda. Katika hekima yake, Mungu anakupenda. Ulibatizwa kwa jina lake na utaendelea au ataendelea kukulinda kwa jina lake katika huu utatu. Naomba kila siku ukiamka, piga ishara msalaba ukisema, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu jikabidhi. Kabla ya kufanya shughuli zako kazini, ukiingia, piga tena ishara msalaba, jikabidhi katika utatu. Biashara yako ikabidhi katika utatu, maisha yako yakabidhi katika utatu, nawe utaona baraka kubwa sana na utaelewa vizuri namna ya pekee au kwa namna ya pekee fumbo hili. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Barikiwe sana.